Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel inasema itachukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran, ikisema kuna uwezekano mkubwa itaishambulia siku si nyingi Iran bila ya msaada wa Marekani katika siku za hivi karibuni, vyanzo vinaeleza. Tutaishambulia Iran bila ya msaada wa Marekani, uwezo tunao, tutaweza kufanikiwa kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, taarifa hiyo imeeleza kutoka maafisa wa Israel. Haya yanajiri muda mfupi baada ya ripoti ya shirika la habari la CBS ambapo vyanzo vingi vinasema kuwa Israel imeshawaweka tahadhari maafisa wa Marekani kwamba iko tayari kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Zaidi ya hayo, Marekani siku ya Jumatano iliidhinisha kuhamishwa kwa wafanyakazi wake fulani kutoka Iraq na baadhi ya maeneo katika Mashariki ya Kati, kutarajia kwamba lazima Israel itafanya mashambulizi dhidi ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump alizungumzia hali hiyo akiwa njiani kuelekea kituo cha Kennedy, akimwambia mwandishi wa habari ambaye aliuliza kwa nini watu wanaotegemea wanajeshi wa Marekani wanaruhusiwa kuondoka Mashariki ya Kati. Trump alijibu, itabidi uone, asante. Wafanyakazi wa Marekani katika Mashariki ya Kati wanahamishwa. Inaweza kuwa mahala pa hatari. Tutaona kitakachotokea. Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia, hatutaruhusu, alisema baadaye. Trump hapo awali alionyesha kutokuwa na matumaini ya kufikia makubaliano, akisema, sina uhakika sasa kama vile ningeweza kufanya hayo miezi michache iliyopita. Kuna kitu kilitokea kwao, lakini sina uhakika sana wa makubaliano kufanywa, Trump aliiambia New York Post. Mvutano katika Mashariki ya Kati pia umesababisha mkuu wa jeshi la Marekani la CENTCOM Jenerali Michael Eric Kurilla kuahirisha ushahidi aliokuwa amepanga kutoa mbele ya kamati ya Senate ya kudumu ya huduma za silaha siku ya Alhamisi, Reuters imeripoti. Hivi majuzi Iran ilitishia kushambulia vituo vya Marekani ikiwa mazungumzo yatashindwa. Iwapo mazungumzo ya nyuklia yatashindwa na mzozo utatokea na Marekani, Iran itashambulia vituo vya Marekani katika eneo hilo, waziri wa ulinzi Nasirizadeh alisema Jumatano. Baadhi ya maofisa wa upande mwingine wanatishia mzozo ikiwa mazungumzo hayatatimia. Ikiwa mzozo utawekwa juu yetu, misingi yote ya Marekani tunaweza kuifikia, lakini pia tutalenga maeneo ya siri ya nyuklia ya Israel. Tuna ujasiri katika nchi yetu na tuna uwezo huo, Nasirizadeh alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Trump ametishia mara kwa mara juu ya Iran kwamba anaweza kaishambulia kwa mabomu ikiwa haitafikia makubaliano mapya ya nyuklia, ikiwa ni pamoja na chapisho kwenye ukurasa wake wa Truth Social likisema kwamba katika siku zijazo jeshi la Marekani litaongeza utukufu juu ya utukufu. Utalinda kila nchi ya ardhi ya Amerika na utailinda Amerika hadi mwisho wa dunia. Tutalinda kila nchi ya ardhi ya Amerika na tutailinda Amerika hadi mwisho wa dunia, Trump aliandika. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutaendelea kukujuza kila kinachojiri wakati huu kutokana na mvutano ambao unazidi kuongezeka huko katika Mashariki ya Kati baina ya Israel na Iran. Huku Iran wakisema wapo tayari kulipiza kisasi ikiwa watashambuliwa, lakini Israel ikiamini itaweza kushambulia Iran. Endelea kuwa nasi wakati wote. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii.